Halo, haleluya! Yesu ni Bwana. Nampenda Yesu kwa sababu yeye ndiyo kibirio kwa kila mmoja anayemkimbilia anakuwa salama. Tuko hapa kwa sababu ya kukubiria Bwana ya kwamba tuwe salama. Bwana asifiwe. Yesu ni Bwana na ni mwaminifu. Siku ya leo niko hapa ili ya kwamba niwafundishe neno la Bwana kulingana vile tulikuwa tumejifunza ili ya kwamba habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Leo ningependa kwamba nimefundishe ya kwamba mama Yesu ni nani, na ili ya kwamba pia tumuone, tuna mahali pia tutakapo kwenda kwanza ili ya kwamba tuweze kuelewa. Katika kitabu cha Mathayo 12 laini ya 20 laini ya 50, hapo ndipo ningetaka tuangalie laini ya 50 ili ya kwamba tuanzie hapo ili tuweze kuelewa kwamba neno linasema nini, kwa sababu ya kwamba neno usipoiangalia ukifuatanisha laini hauwezi ukaielewa, lakini unapofuatanisha na laini ndio utaelewa. Lakini posa kwamba nimesema kwamba tuangalie tuone ya kwamba mama Yesu ni nani, na tutamuona kulingana na vile Yesu mwenyewe alisema ni nani mama yake, kwa sababu hapo ndipo tutaona kwamba amesema mama yake ni nani. Wacha tusomewe tusikie inasema namna gani. Tutasoma katika Mathayo 12 laini ya 50. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na rangu na mama yangu. Ukiangalia hapo inasema na mama yangu. Yoyote anaofanya mapenzi ya Mungu, yeye ndiye mama Yesu Kristo. Hivyo ndivyo anasema, na ndiye pia anayefanya mapenzi ya Mungu, yeye ndiye pia ambao ndugu ya Yesu Kristo. Ninashukuru Bwana kwa sababu tunapoangalia hapo Yesu mwenyewe akisema yani mama yake ni nani, tuangalie hapo tutaona kwamba alisema ni yoyote anaofanya mapenzi ya Mungu. Ni kwa nini ambao anasema ni yoyote anafanya mapenzi ya Mungu? Ni kwa sababu yoyote anaofanya mapenzi ya Mungu ameruhusiwa kuwa kwamba mwana wa Mungu. Kwa maana neno linasema kwamba mtakapo mwamini Kristo na mfuate Kristo, sasa wewe umekubalika kuwa mwana wa Mungu kulingana na Biblia. Kwa hivyo ya kwamba tunapoangalia ujumbe wetu siku ya leo, tunataka tuone ya kwamba mama Yesu ni nani, hata kama imeandikwa Maria, lakini tutaona kwamba tunapoingia ndani ndio tutaelewa. Msisahau nilifundisha nikamwambia kwamba siku tulipokuwa hapa siku nyingine nikamwambia kwamba mtu anaitwa Daudi pia Ibrahimu walihesabia kwamba ndio ambaye wamezaa Yesu Kristo ni kwa sababu ya matendo mema waliofanya mapenzi ya Mungu. Tukaona kila mmoja anaofanya mapenzi ya Mungu pia tunaona kwamba ameingia katika uzao wa Yesu Kristo. Na sasa leo tunataka tuone ya kwamba mama yake ni nani, na Yesu mwenyewe amesema kwamba mama yake ni yoyote anaofanya mapenzi ya Mungu. Wacha tuingie katika kitabu cha Mathayo sasa ili ya kwamba tuweze kuona Mathayo 18. Hapo ndipo ningetaka tuanze ili ya kwamba tuweze kueleza inasema namna gani. Hebu tusiingie hapo katika Mathayo 1 laini ya 18 ili ya kwamba tuweze kufatanisha na tuweze kujua kwamba inasema nini. Tutasoma katika Mathayo 1:18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kwa hivyo msisahau pale tumeanzia ya kwamba anayezaa Yesu Kristo ni yoyote anaofanya mapenzi ya Mungu. Tuendelee. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionena ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa tunaona ya kwamba mtu anaitwa Mariamu alipoposwa alikuwa kwamba ameulizwa na Yusufu, na wakati ambapo ameulizwa na Yusufu, wakiendelea katika mipangilio na wakiendelea kuulizana, tunaona ya kwamba akaonekana akiwa na mimba ya Roho Mtakatifu. Msisahau aliyezaliwa na Roho ni Roho.
Na kwa hivyo ya kwamba kama ako na mimba ya Roho Mtakatifu, mnafaa kuelewa kwamba hiyo mimba ni ya Roho Mtakatifu. Na mimba ya Roho Mtakatifu inakaaga namna gani? Kwa sababu mara nyingi tunaonyeshwa kwamba picha ambayo ya mama ako na mimba, na sasa tunaona pale ni mimba ya Roho Mtakatifu, na aliye na mimba ya Roho Mtakatifu atazaa Roho, kwa sababu yeye ako na Roho. Na mtu ambaye aliye na mimba anajulikana namna gani? Kulingana na kikawaida. Kulingana na kikawaida, mtu ambaye aliye na mimba anajulikana ako na mimba kwa sababu ya tabia aliye nazo, kwa maana tabia zake inabadilikaga. Unakuta huyo mtu ako na tabia iliyo tofauti, na mara nyingi anaonekana tabia zake, pengine unakuta anakula tumawe, pengine unakuta kwamba anakula mchanga, pengine unakuta kwamba anatema tumate, pengine unakuta kwamba tabia yake imekuwa tofauti. Ningetaka nimwambia kwamba katika mimba ya kawaida iko tofauti na mimba ya Roho, kwa sababu tunapoangalia katika neno la Bwana, aliyejawa na Roho na aliyepatwa na Roho, yeye anakuwa kwamba anapenda neno, na zaidi ya yote anapenda kukaa kanisani, anapenda kuomba sana. Ni kwa sababu ako na mimba ya Roho Mtakatifu. Haleluya, Amen. Aliye na mimba ya kwamba hata aangaliagi masaa, unakuta ameomba mpaka masaa imesonga. Na aliye na mimba ya Roho anapenda Mungu, anapenda neno la Bwana. Unakuta kwamba anatafuta kukaa katika neno la Bwana. Msisahau hii yote namwambia ni kwa sababu mwelewe, Yusufu ndio anasema alipata Maria alimuona akiwa na mimba. Haleluya, aliona ako na tabia tofauti na zile alikuwa nazo. Ni kwa sababu aliye na mimba anakuaga na tofauti, na kwa sababu ako na mimba, Yusufu akaona huyu sasa ako na tabia ambapo iliyo tofauti. Wakikaa kwa nyumba, anaomba na lugha, anaanza kulia na lugha, anatoa machozi akiwa kwa nyumba. Ni kwa sababu ako na Roho Mtakatifu. Haleluya, aliyejawa na Roho Mtakatifu, kutoka hapo anakuaga na tabia iliyo tofauti. Unakuta ya kwamba anasimama anatangaza habari njema, kwa sababu Roho aliye ndani yake anamsukuma kuongea neno. Haleluya, unakuta anaongea neno haliishi katika mdomo wake, ni kwa sababu ako na Roho Mtakatifu. Msisahau pia, unakuta kwamba anaomba maombi katika Roho, ni kwa sababu ako na Roho Mtakatifu. Na ndiposa kwamba Yusufu tutamuona pale ya kwamba alipokuwa kwamba amemuuliza Maria, walikuwa kwamba wanaendelea vizuri, walikuwa wanaulizana vizuri, lakini wakati aliona tabia yake imebadilika, akaona tabia za huyu msichana ambao sasa imekuwa tabia za kuchelewa kanisani na kupenda kukaa na wachungaji, kuuliza wachungaji maswali, ni kwa sababu ako na Roho Mtakatifu. Ukampata ya kwamba yeye anataka kujua sana, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu, na mwalimu anataka kujua sana. Kwa hivyo ningetaka nimwambie mtu anaitwa Maria, ile kitu iliingia ndani yake ni Roho Mtakatifu, kwa sababu alikutana na Roho Mtakatifu. Na yoyote ambaye amekutana na Roho Mtakatifu, tabia yake inakuwa tofauti. Kwa hivyo ya kwamba inawezekana umeokoka lakini haujakutana na Roho Mtakatifu. Ambaye amekutana na Roho Mtakatifu huwezi ukamkosa fellowship, kwa sababu anapenda kujua Mungu, anapenda kufuata njia za Mungu, anapenda kufanya mapenzi ya Mungu. Ninashukuru Bwana kwa sababu tutaona kwamba baada ya kupatikana na mimba, na tuone ni nini pia itakapoendelea. Sasa tumeona kwamba Maria akaonekana akiwa na mimba,
Na wakati alipoonekana akiwa na mimba, msisahau Yusufu alikuwa kwamba anajua kwamba sasa wataendelea vizuri na maisha mazuri, lakini akapata kwamba maisha ya dada imebadilika. Ni mtu wa kuchelewa kanisani, ni mtu wa kuwa na mipangilio ya kanisa, ni mtu ambaye ameingia sasa kufanya kazi ya Mungu. Ni kwa sababu amejawa na Roho Mtakatifu. Akawa ni mtu ambao ya kwamba heri achelewe, lakini ya kwamba awe kwa maombi. Akawa ni mtu ambaye anafuata tabia za Roho Mtakatifu. Ningetaka mjue ya kwamba kila mmoja anayefuata tabia za Roho Mtakatifu hawezi sikizana na mtu wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu yeye akwamba anafanya mambo kwa imani. Anamwambia Yusufu, unajua Yusufu, tutakuwa baba wa watu wengi, tutakuwa wakua, kwamba tuko na watoto wengi, tutazaa watoto wengi. Yusufu naye anaangalia mtu anasindwa, kwani huyu anasema ni? Kwa maana yeye anaongea katika roho. Ninaona Maria akimwambia Yusufu, ujue ya kwamba kwa sababu nimepata mimba ya Roho Mtakatifu, usisahau tutazaa watoto wengi kupitia Roho. Kwa maana kupitia Roho Mtakatifu uko na uwezo wa kuzaa watoto wengi. Haleluya! Na Yesu alituzaa tukiwa wengi na tukajaa dunia zima, ni kwa sababu alipitia katika kuzaa katika Roho. Aliye na Roho anaweza zaa watu wengi. Haleluya! Lakini kimwili hauwezi ukazaa watu wengi. Kimwili hata huwezi fikiza 200, ni ngumu. Lakini katika kiroho unaweza zaa watoto wengi. Ninashukuru Bwana kwa sababu mtu anaitwa Yusufu alipoona tabia za Maria zimebadilika, ako na tabia ambaye hakukuwa naye. Anaongea na kila mtu, na anapoongea na kila mtu, mtu anaanza kulia okoke. Sasa Yusufu akashindwa, na huyu tutakaa naye kwa nyumba, mtu ambaye anaongea na wazee wote wanapenda kuokoka. Yani akaona tabia za Maria zimebadilika. Wacha tuone alipoona tabia za Maria zimebadilika, sasa tuone itakuwa namna gani. Heri ambaye amepata mimba ya Roho Mtakatifu, ni kwa sababu ya kwamba ako na mtetezi, atamtetea. Heri aliyejawa na Roho Mtakatifu, kwa maana hata mambo ikienda namna gani, kuna mtetezi ambao tutaona Mariamu atatetewa. Haleluya! Malaika atashuka ili ya kwamba atetee Mariamu, ni kwa sababu Mariamu ako na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukitaka kutetewa maisha yako, tafuta Roho Mtakatifu. Tafuta Roho Mtakatifu akae ndani yako. Kila mahali utakapoenda utapata kibali, ni kwa sababu ataheshimu Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu wakati Yusufu aliona ya kwamba dada yake hakuna mtu hataki kuongea na yeye, ni kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unapata kibali kila mahali. Kila mahali utakapoenda utapata kibali, ni kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yako. Ukikuta mgonjwa unamwombea, anapokea uponyaji, ni kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yako. Ndio Yusufu akaona huyu jamaa, huyu mwanamke anashughulika tu na dini, anashughulika na Injili. Akapata msichana wake anashughulika na Injili, akimwambia hapana, wacha kwanza tupange mipango. Anamwambia wacha kwanza nihubirie ule mama, wacha kwanza nihubirie ule mzee, wacha kwanza niendelee na Injili. Msisahau mwanamke Msamaria alipopatana na Yesu, tunaona pale Biblia inasema akasahau mitungi, kwa sababu alipokea Roho Mtakatifu. Aliyepokea Roho Mtakatifu anaona tu kusonga mbele na kuhubiri Injili ya Yesu Kristo. Amen. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anataka tu kumwongoza kuhubiri habari njema.
Nashukuru Bwana kwa sababu najaribu kumwonyesha mimba ya Roho Mtakatifu, na tujue kwamba ni nani ambao alizaa Yesu, na ambao tumeona ni ya kwa Biblia inasema Maria, na tunaona Maria alipata mimba ya Roho Mtakatifu, tukaona tabia zake zimebadilika. Haleluya, Amen. Kwa hivyo hata wewe unaponisikiza, kitu moja ningetaka nikwambie, ili maisha yako ibadilike, kubali kutafuta Roho Mtakatifu. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba, wacha tuone laini ya 19 inasema namna gani, kwa sababu hii ndio iko na mambo. Ni kwa sababu tutaona huyu jamaa jinsi ambavyo sasa ameona. Haleluya, ninashukuru Bwana kwa sababu ya vile Yusufu pia ameona, kwa sababu ameona yule dada alikuwa amemposa, sasa rangi yake imegeuka, tabia zake zimegeuka, akaona kwamba hatutawezana na huyu, lakini wacha tuone itakuwa namna gani. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyomuona mtu wa haki, asitake kumhaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Amen. Tunaona Yusufu alipomuona huyu sasa hatutapelekana, amejawa na Injili, amejawa na Roho Mtakatifu, yaani Roho Mtakatifu anampeleka kila mahali Mungu anataka. Haleluya. Biblia inasema akatafuta namna ya kumuacha kisiri, kwa sababu alikuwa anajua Mkristo hafai kuaibisha mtu mwingine, Mkristo hafai kuaibishana. Haleluya. Hagetaka aibishe ule msichana. Kwa hivyo ukiona kwamba uko na roho ya kuaibishana, ujue hujaokoka, ujue wewe si Kristo amekuokoa, si Roho Mtakatifu uko naye. Kwa sababu tunaona mtu anaitwa Yusufu anapanga jinsi atakamuaibisha, amuache kisiri, lakini nashukuru Bwana uliye na Roho Mtakatifu, kuna mtetezi. Amen. Kuna mtetezi. Ukiwajawa na Roho Mtakatifu, malaika atatumwa ili ya kwamba akutetee. Nashukuru Bwana kwa sababu ya Yusufu, yeye akaendelea na kudanganya yule Maria, akamwambia tuko kimoja, tutaendelea kimoja, lakini jamaa anapanga kumwacha kisiri. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Bwana hakuna mahali atakubali uaibike kama wewe ni mtoto wake. Na kama wewe unatembea na yeye, hakuna wakati atakubali uaibike, kwa sababu naye Yesu si wa kuaibishana. Haleluya. Na hata pia Roho Mtakatifu si wa kuaibishana. Haleluya. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, hawezi akakubali ukaingia kufanya jambo la aibu. No. Ukiona unafanya jambo ambapo ni la aibu, unafaa kuelewa si Roho Mtakatifu uko naye, kwa sababu Biblia inasema pia Yusufu akapanga jinsi atakavyomwaibisha Maria, ili ya kwamba amuache kisiri na hakuna ambapo atajua. Haleluya. Ili ya kwamba asiaibike. Haleluya. Kwa hivyo mtu ambaye anapenda Mungu hafai kujawa na roho ya kuaibishana. Ukiona kwamba unataka kuaibisha, hata kama ni wewe ungekuwa kwamba umemwambia na dada, hata kama tumepanga nikuoe, sasa nitaona tutawachana. Haleluya. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Yusufu hakuwa mtu wa kuvuja watu moyo. Kwa maana ule dada angevujika moyo sana na angeanza kulalamika, lakini kwa sababu Yusufu tunaona pale alipopanga kumwacha kisiri, wacha tuone ni nini itakaotokea. Ni kwa sababu Mungu anakuwa na mpango na wale wanampenda na wale pia wanamtafuta. Tuone. Basi alipofikiria hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumuacha Maria mkeo. Amen. Mimba yake ni ya Roho Mtakatifu. Amen. Tunaona kwamba pia wakati ambapo alikuwa anapanga, pia akienda kulala, pia malaika akamtokea.
akamwambia kwamba usiogope kuchukua Maria, ni kwa sababu mimba aliye naye ni ya Roho Mtakatifu. Nashukuru Bwana kwa sababu malaika alimshukia Yusufu. Asipokuwa ni malaika alishuka. Wapendwa, nataka nimwambie, Yusufu angewacha Maria na angemwacha kisiri, kama jinsi watu wengi wamewacha wake wao kisiri. Hakuna anajua, lakini wakiwa kwa barabara wako sawasawa, lakini wakiingia kwa nyumba waliwachana kitambo, wamehaibishana. Wacha kuaibisha mke wako, wacha kuaibisha mume wako. Ndugu yangu, dada yangu, ninashukuru Bwana kwa sababu ya hii ujumbe tu, ya kwamba wewe sio wa kwanza kufika mahali mnakosana. Tunaona hawa ya kwamba hata hawakuwa wamekosana. Tunaona ya kwamba kwa sababu Mungu alikuwa ndani yao. Kitu moja ambao ningetaka nimwambie nyinyi mumeoa, ni vizuri kuelewa, katika ndoa yenu iweze kusimama, lazima muhusishe Mungu. Kwa maana ninaona hii ndoa ingevunjika, na hii neno imeandikwa ili lituvuze ya kwamba wakati ambapo tumekosa kuhusisha Bwana katika ndoa zetu zinavunjika. Ndoa zetu zinavunjika. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri muelewe. Tunaona mara ya kwanza ndoa kuvunjika, tunaona ambapo mipango ya kuvunjika ilikuwa na mtu anaitwa Yusufu na Maria, lakini malaika akaingilia ili ndoa isimame. Inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba lazima muhusishe Mungu ili malaika ashuke. Haleluya, amen. Kama wewe ni mama, husisha Mungu ndoa yako. Kama wewe ni mzee, husisha Mungu ndoa yako, ili ya kwamba kusiwe na matengano. Na najua matengano inaanzaga kisiri. Ninashukuru Bwana kwa sababu hakuna yule ambao anatokeaga waziwazi. Kwanza inaanzaga kisiri, na inaanza kisiri na imejificha sana, lakini inabidi ya kwamba malaika wa Mungu aingilie, kwa maana watu wanawachana kisiri. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa tuangalie. Kwa hivyo hii kuachana ndoa ya kwamba tunaona ya kwamba Yusufu alikuwa amepanga, lakini malaika akaingilia. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba ni vizuri muhusishe Bwana ndoa zenyu. Na ndiposa watu hawa, Biblia inasema Yusufu na Maria walikuwa watu wenye haki, walikuwa watu ambapo wanatenda yale inafaa. Haleluya, amen. Na ndiposa ya kwamba tunaona pale ya kwamba walipoulizana, naye Mungu akaona ni vizuri apitie kwa Maria, ili ya kwamba apitie kwa Maria, ili Maria alete Yesu Kristo katika tabia. Haleluya, amen. Na msisahau, kulingana na Biblia, mkiangalia sawasawa, hata Mungu mwenyewe tunamjua kwa tabia. Kwa maana wakati ambao umegojeka umepona, ndio nasema na nimeona Mungu. Hata wakati unaona kwamba maisha yako imebadilika, unasema nimemuona Mungu. Haleluya. Kwa hivyo unaonaga Mungu katika tabia. Kwa hivyo Mungu ni tabia. Haleluya. Msisahau ya kwamba Mungu tunamjua kwa tabia. Hata Yesu tunamjua kwa tabia. Haleluya. Kwa sababu yeye ni roho, na tunasema roho ako hapa, na ile ambao anafanya ndio inafanya kwamba tuelewe kweli roho ako hapa. Haleluya, amen. Kwa hivyo kitu kingine ningetaka tusidi kuangalia na tuone, malaika aliposhuka akamwambia Yusufu, usiogope, chukua Maria ili ya kwamba awe mkeo, kwa sababu mimba aliye na tabia aliye nazo. Haleluya. Hiyo tabia unaona ako nazo ni Roho Mtakatifu anamuongoza. Na Roho Mtakatifu tunajuaga ako ndani ya mtu kulingana na ile tabia aliye nazo. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo tunaona pale Yusufu akaambiwa, unamuona vile alivyo huyo Maria ni kwa sababu tabia hizo unaona ako nazo ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mchukue ili ya kwamba awe mkeo, kwa sababu ni mimi Mungu niko ndani yake. Haleluya! Kwa hivyo Mungu akamtetea kwa sababu tabia zake zilikuwa tabia za kupendeza Mungu. Kwa hivyo wewe dada, kuwa na tabia za kupendeza Mungu akutetee kwa mumeo. Wewe ndugu, kuwa na tabia za kupendeza Mungu ili Mungu akutetee kwa mkeo. Wapendwa, munajisumbua bure, kwa sababu ya kwamba kitu moja nimejua: kuwa na tabia za kupendeza Mungu, kuwa tabia za kufanya mapenzi ya Mungu ili Mungu akutetee kwa mkeo, ili Mungu akutetee kwa mumeo. Wapendwa wa Juda, nini mbaya? Wacha tuone itakuwa namna gani. Kwa maana tunaona ya kwamba Mariamu, Yusufu alitokewa na malaika. Yaani hata wakati mume wako anapanga kukuacha, malaika anashuka. Haleluya! Anayopanga jinsi atakayo kuacha, malaika anashuka. Ninashukuru Bwana kwa sababu Maria hakukuwa anajua anawachwa. Haleluya! Pia hakuna yoyote alikuwa anajua Maria anawachwa, lakini Mungu wa mbinguni alikuwa anajua. Mungu wa mbinguni anaona mipango inapangwa na mume wako. Mungu wa mbinguni anaona mipango inapangwa na mke wako, lakini wewe huwezi kujua, huwezi ukaelewa. Lakini Mungu wa mbinguni ninamshukuru kwa sababu anajua mipango inayopangwa ndani ya mioyo, mipango inayopangwa na mke wako, mipango inayopangwa na mume wako. Lakini mnaweza cheka, hata mnaweza kula vizuri na mlale sawa sawa, lakini mipango iliyo ndani ya mume huwezi jua. Lakini Jehova anajua. Yeye ndiye kitu moja kimenipendeza, ni kujua ya kwamba mimi naweza kuwa kwamba ninapangiwa kumalizwa, lakini mimi sijui. Lakini Mungu anashuka kunitetea ili ya kwamba nisimalizwe, ni kwa sababu ninafanya mapenzi yake. Amen. Kwa hivyo tunaona ya kwamba pia malaika aliposhuka, wacha tuone kama ya kwamba Yusufu atamchukua. Bwana asifiwe. Itakuwa ya kwamba Yusufu, nafikiria kwamba alianza kutoa jasho wakati malaika alishuka, akamwambia hapana, chukua Maria, ni kwa sababu ni mimi Mungu niko ndani yake, ni mimi Mungu niko ndani yake, ni mimi nimeingia ndani yake. Hiyo tabia unaona ako nazo ni zangu mimi nikiwa Mungu. Kwa hivyo mchukue, umuae awe mkeo. Amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu Yusufu angekataa, na hakuna na option nyingine. Option yake ni kumchukua na kukubali ili ya kwamba awe mkeo. Amen. Kwa hivyo hakuna njia ya kuhepa, hakuna njia ya kutoroka. Kwa hivyo wapendwa, ningetaka nimwambie, wacheni kuwa kwa ndoa munategemea mzee, unategemea mke. Tegemea Jehova, jipatiane kwa Jehova, jipeane kwa Jehova ili ya kwamba akutetee. Wakati mumeo anapanga kukuacha, Jehova akutetee. Kwa maana tunaona hii ndoa ya kwamba ilikuwa kwanza ilikuwa inaanguka ikiwa changa sana, lakini kwa sababu ni Mungu aliingilia, ni Mungu yuko, wapendwa. Kwa hivyo ndoa, na sijui kwa nini ukiangalia ndoa yenu inavunjika, ni kwa sababu nyinyi munategemeana, na Biblia inasema anayetegemea mwanadamu ameraniwa. Hatari kubwa ni hiyo. Shida inatokea hapo. Ninashukuru Bwana kwa maana Yusufu hakukuwa anategemea Maria. Maria tunaona kwamba alikuwa anategemea Mungu, na ndiposa kwamba Mungu akaingilia ili kumtetea. Amen.
Tegemeeni Mungu. Mungu ndio ambaye anaweza kukutetea. Hata wakati mzee anapanga kukuacha, Mungu anaweza kukutetea. Ninashukuru Bwana, kuna wakati alitetea Ibrahimu. Ibrahimu alienda katika nchi fulani. Alipoenda pale pia mtu anaitwa Sara akachukuliwa na mfalme fulani, lakini Jehova alimtetea, akamwambia Akimeleki, rudisha mke wa mwenyewe, rudisha mke wa nabii. Lazima angetetewa kwa sababu ni nabii. Amen. Wapendwa, kubali kuwa unafanya mapenzi ya Mungu, ili ya kwamba mambo itakapopangwa mabaya, Mungu anakutetea. Amen. Hapa ni siri moja ambapo ninaona tunafaa kuelewa kwa nini pia Ibrahimu alitetewa, na kwamba alipotetewa Akimeleki aliambiwa kwamba ninaona kama wewe ni mfu, ni kwa sababu ya ile mke umechukua. Haleluya! Kwa hivyo tunaona kwamba Ibrahimu akatetewa na Mungu, ni kwa sababu anafanya mapenzi ya Mungu. Msisahau dhimu yetu. Dhimu yetu ni nani? Ambao mama Yesu. Yesu akasema ni yoyote anayofanya mapenzi ya Mungu. Amen. Na yoyote anayefanya mapenzi ya Mungu, Mungu umutetea. Mungu umutetea. Na ile kitu imenishangaza, Mungu anajuaga udhaifu wa moyo, anajua shida iliyo ndani ya moyo. Kwa hivyo Yusufu, hata kama alikuwa anajificha, tunaona kwamba Mungu akajua. Kwa hivyo unaweza kujificha watu, hata unaweza kujificha mke wako, unaweza kujificha mume wako, lakini huwezi kujificha Mungu, kwa maana Mungu anaona. Mungu anaona. Nashukuru Bwana kwa sababu jinsi Mungu anavyoona sivyo watu wengine wanaona. Kwa hivyo macho ya Mungu inaonaga kila mahali. Wacha tuone baada ya kupanga jinsi atakavyomwacha, tuone itakuwa namna gani, kwa sababu sasa wakati malaika ametokea amemwambia usimwache, wacha tuone kama atatii. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Yusufu tangu mwanzo alikuwa mwenye haki. Alikuwa mtu ambaye anatenda yaliyo haki. Alikuwa mtu ambaye anapenda kupendeza Mungu, anapenda kufanya yale inapendeza Jehova. Na ndiposa kwamba tunapoona pale malaika alipomtokea, wacha tuone itakuwa namna gani. Naye atazaa mwana, naye atamuita jina lake Yesu. Aha, haleluya. Naye atazaa mwana, naye mwana atamuita Yesu. Haleluya. Yesu matendo mema, atazaa matendo mema, atazaa matendo mema. Haleluya. Amen. Atazaa matendo ya kuokoa, atazaa matendo ya kusameheana, atazaa matendo ya utukufu wa Mungu, atazaa matendo ya kutenda mema, kwa maana mahali alipo alitenda mema. Yesu ni kutenda mema. Haleluya. Yesu ni matendo mema. Kwa hivyo atazaa matendo mema, na matendo mema ndiyo italeta wokovu. Matendo mema ndiyo italeta msamaha. Matendo mema ndiyo itafanya kwamba kila mmoja akimbie kwa msamaha. Matendo mema atakuwa nuru, atazaa nuru. Haleluya. Na kila mmoja aliye kwenye giza atakimbia kwa huyo nuru, kwa maana amezaliwa na Mariamu. Haleluya. Ambao matendo mema itaonekana, matendo ambao inaleta mabadiliko. Nashukuru Bwana kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambao aliye ndani yetu, kwa sababu akiwa ndani yetu mema lazima atendeke. Amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba wakati aliyepata mimba ya Roho Mtakatifu, kila mahali anapoenda anaongea katika lugha, watu wanashindwa ni nini huyu anasema. Haleluya. Amen. Lakini kumbe anasema kuna mama hapa
atapokea uponyaji. Kuna mama hapa ako na shida fulani, ni kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yake. Amen. Akaelewa. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba tunaona atamzaa Yesu, na Yesu tunaona kwamba yeye ndiye mtenda mema. Haleluya! Kwa hivyo matendo, popote alienda alitenda mema, na yeye utenda mema. Haleluya! Ninashukuru Bwana kwa sababu hii roho ya kutenda mema ndiye ambaye tunafaa kuitafuta sana, kwa sababu yeye ndiye Roho Mtakatifu. Amen. Ya kutenda mema. Na wakati ambapo sasa tunaona atamzaa Yesu. Haleluya! Yani msisahau, sasa tuliona pale ya kwamba atamzaa Yesu ambao anayotenda, kwa hivyo matendo ya mapenzi ya Mungu. Amen. Matendo ya mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu ya matendo ya mapenzi ya Mungu, wacha tuone itakuwa namna gani. Yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Msisahau Roho Mtakatifu, yeye ndiye mwalimu, yeye ndiye kansula wetu, yeye ndiye atakusaidia kuokoka. Haleluya! Yeye ndiye anatuokoa. Asipokuwa ni Roho Mtakatifu haugemjua Kristo. Asipokuwa ni Roho Mtakatifu haugemjua Mungu. Unajua Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Amen. Na Mungu tunamjua kwa sababu ya matendo. Haleluya! Kwa hivyo Yesu alikuwa Roho na alitumika kama Roho. Haleluya! Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba tunaona Maria aligeuka akawa mtu ambao anafanya matendo ya mapenzi ya Mungu. Na ndiposa kwamba tunapoenda pale pia tutaona kwamba itakuwa namna gani. Ni kwa sababu alianza kufundisha mapenzi ya Mungu, na walipofundisha mapenzi ya Mungu kuna watu wengi pia walipokea, na tutaona pale pia akihubiri Maria pia tuone kwamba atasema namna gani. Ni kwa sababu kuna jambo hapa pia imejificha kidogo. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema. Pia tunaona hiyo yote imetimia ili ya kwamba unabii iliyonenwa na nabii. Haleluya! Kwa hivyo haifanyiki tu ifanyike, no, inafanyika ni kwa sababu ni unabii unatimia kutoka kwa Mungu. Amen. Kwa hivyo lazima ikefanyika na itendeke ili unabii utimie. Haleluya! Amen. Ile unabii ambao Isaia alisema, haleluya, mwanamke atapata mimba na azae mtoto. Haleluya! Mwanamke atapata mimba ya tabia nzuri. Musisahau, tabia ndio ambao sasa itaonekana. Tabia nzuri ndio tuko na haja nazo. Haleluya! Tunaona Yusufu aliona msichana wake ako na tabia ambayo inaonekana kama ako na wazimu, kwa maana ya kwamba mara nyingi inasemekana tuko na wazimu, lakini nashukuru Bwana kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Tabia tuliye nayo sio tabia ya wazimu, ni tabia ya ukweli. Amen. Unajua kwamba wakati mtu ambapo ameanza kuomba na Roho Mtakatifu akiomba kwa sauti, inasemekana ni shida yako nayo. Inasemekana ya kwamba ni kulemewa, amelemewa na mashida, lakini nashukuru Mungu, haleluya, sio shida, no, ni Roho Mtakatifu. Hata wakati unasikia watu wanalilia Jehova, wanasema Jehova Mungu wetu, ni kwa sababu wamejawa na Roho Mtakatifu, si kwa sababu ya shida, no, wako na haja na ushirika wao na Mungu iwe sawa. Amen. Ni kwa sababu wanajua wasipokuwa na Mungu hawawezi kufanya mapenzi ya Mungu, na ndiposa unakuta wanalia sana wakimuita ili ya kwamba Mungu awasaidie wafanye mapenzi yake, ili ya kwamba wasiwe wanafanya mapenzi ya watu.
Ninashukuru Bwana kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambao sasa tunamuona pale, na tumeona kwamba ni yote anaofanya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo ya kwamba wacha songe mbele pia tuone ya kwamba inasema namna gani. Hebu ningependa unirudie hiyo laini tena. Hayo yote amekuwa itimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akasema. Kwa hivyo neno liliyenenwa na Bwana kupitia nabii. Kwa hivyo kuna nabii alikuwa ametabiri, kuna nabii alikuwa ameongea, na ndiposa tunapata kwamba unaona Yesu alikuja ili atimize unabii ambao iliyenenwa na Isaia, iliyonenwa na manabii. Haleluya! Tunafaa kuelewa Yesu aliishi maisha ya kutimiza unabii uliyenenwa na manabii wa kale. Haleluya! Kwa hivyo na sisi tunafaa kujiangalia na kuangalia kwenye neno ya kwamba sisi tuishi maisha ya kutimiza unabii uliyenenwa na manabii wetu wa kale. Unabii ulinenwa na Yesu. Unabii ulinenwa na manabii wale walikuwa mbele yetu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kulingana na sisi ni vizuri tuelewe katika maisha yetu tufanye ya kwamba tuishi maisha ya kutimiza unabii uliyenenwa na Yesu Kristo. Haleluya! Unajua Yesu alinena unabii akasema kwamba kunao watakuwa kwamba wanahubiri katika roho na katika kweli. Amen. Kwa hivyo ni vizuri muelewe katika kuhubiri katika roho na katika kweli. Kwa hivyo ni vizuri katika maisha yetu tuishi maisha ya kutimiza unabii ambao umenenwa. Na kwa sababu tukiishi kutimiza unabii uliyenenwa, ndio tutafanya mapenzi ya Mungu. Amen. Haleluya! Ninashukuru Bwana kwa sababu ni vizuri uelewe kutoka hapo jinsi ambavyo tuone ya kwamba jinsi pia inavyoendelea. Hebu tumalize hiyo laini iko hapo chini. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Good. Yaani tunaona kwamba pia pale ikasema bikira atachukua mimba. Kwa hivyo bikira ni mtu ambaye ana dhambi alikuwa ametenda, na ndiposa matendo yake ndiyo ambao sasa inaonyeshana kwamba ni kama ni matendo ya kupendeza Mungu, na ndipo kwamba akaonekana kama ako na mimba. Bwana asifiwe. Ningependa sana watu wetu musikiza vizuri sana, kwa sababu ya kwamba alipokuwa bikira pia akapata mimba na akazaa mwana. Tunaona kwamba pia jinsi alivyokuwa kwamba akiendelea. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Wacha siku hiyo ingine ili tuone kwamba naye Mungu atanena namna gani. Ni kwa sababu tunaona hapo chini jinsi walivyoendelea na Yusufu, na tuone kwamba Maria pia alizidi kufanya namna gani ili ya kwamba pia Bwana akamuonekania. Msisahau kile kitu ambao ilikuwa na Maria ni tabia. Haleluya! Ni tabia za mapenzi ya Mungu. Bwana awabariki na Bwana atanema. Wachani tuombe. Baba yetu, nakushukuru kwa sababu ya neema hii na upendo huu Bwana umetupenda siku ya leo, ili ya kwamba Baba yangu nimewanenea kuwaonyesha kwamba wewe Mungu wetu wa mbinguni, ya kwamba wewe unapenda matendo ambao matendo yetu tutende matendo yako Yesu, tutende mapenzi yako Mungu. Tutakao tena mapenzi yako Mungu, ndio sasa Baba yetu tutazaa Yesu Kristo, ambao matendo yetu ndio itadhibitisha kwamba kama ya kwamba tuko na Kristo ama hatuko na wewe. Baba yetu ni asanti kwa mienendo yetu. Baba yetu tuongoze, ili ya kwamba kila mahali tutakapoenda tutende yaliyo mema na tusimame yaliyo mema na tusimame vyema, ili ya kwamba Bwana uonekane, Yesu Kristo uonekane katika tabia zetu. Katika jina la Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Bwana awabariki na Bwana awatendee mema. Furaha ya Bwana iwe pamoja nanyi. Wacha tukutane siku nyingine.